Wewe nilikutuma kazi, umeshindwa kufanya kazi niliyokutuma. Mimi nina watu wengi wa kuwatuma, ningewatuma wangefanya, lakini wewe kwa vile umeshindwa kufanya kazi, inatakiwa kuanzia sasa uadhibiwa, upelekwe kwenye chumba cha mateso. Haya, wafanya kazi, shughulikieni huyu kwa haraka iwezekanavyo. Nenda naye. Boss, kwa sasa ondoa wasiwasi, kazi nimempatia Chazi, so muda atakuletea Jacob. Okay. Relax bosi wangu, kwa sasa hana umuhimu, tumpoteze kabisa. Kwambuoni au? Hongera. Yaani congratulations. Hongera kutaka kuniua au? No. Usiku wa jana nimekuona kwenye tuzo. Umefanya vizuri, ulistahili sana kupata ile tuzo. Haya. Hongera sana. Sawa. Na mazungumzo mengi na wewe, ila chukua business card hapa. Utanicheki. Tutaongea vitu vingi zaidi hapa. Take this. Haya, asante. Irene, unajua wewe ni mrembo mzuri sana, yaani umenivutia sana ndani ya moyo wangu. Nisiseme mengi, Irene nakupenda. Kweli najua unanipenda, lakini ni mara yetu ya kwanza tunakutana, kwa hiyo nipe muda ili jue kiasi gani unanipenda. Irene, muda gani tena? Muda tulioupata huu ni mzuri Irene. Chukulia kama wewe ungekuwa mimi Irene. Fanya mambo Irene. Ndio maana nikasema wewe ni wewe, afu mimi ni mimi, kwa sababu ni mara yetu ya kwanza kukutana. Nipe muda kwanza. Sawa basi Irene, ila nifanyie mambo, yaani nifikirie sana hiyo Irene, nifikirie sana. Mr. Charles, nashukuru kwa nilivyokuita nimekuja. Nimefikiria vizuri, nikaona ile business card ulionipa huenda ikawa ni bahati, lakini ninahitaji kujua ni kwa ajili ya nini labda. Okay. Kitu cha kwanza ambao jamii ni agent. Sawa? Mimi ndio controller wa kila kitu. Na majukumu mengi nimekabidhiwa mimi. Sawa, ni kazi ambayo ni kazi nzuri ambayo itachange maisha yako kutoka hali uliyokuwa nayo mpaka hali nyingine. Salama kabisa na nzuri. Ila mimi sina mengi ya kujieleza. Kubwa tu kwamba maisha na uishi. Kila kitu kitakaa sawa. Kameruji. Lakini kuna usalama lakini. Yaani hapo salama kabisa, salama salimini. Nadhani wewe mwenyewe unaona mimi ni mimi. Wewe ni wewe. Kazi iko salama, kila kitu kitakaa. Unahitaji kubadilisha katika maisha. Samani, nimeulizia ile usalama kulingana na jinsi ulivyonisimamia pale mbele, ulikunja gari lako. Ndio maana wengi ameniingia kwa samani, labda hujanielewa kwenye hilo swali la usalama. Ile ilikuwa kutoka katika wengi. Unatembea road kidogo kama hauko sawa, kutikisa kidogo tapu, lakini sio na nia mbaya kwamba ndio atakakugonga. No. Ondoa shaka kwa. Hamna shida. Wakati mwingine tunaonekana tuna mawenge kulingana na tukio lililotoka hapo juzi kama unavyojua. Usiogope. Nashukuru bosi wangu. Basi nitakutafuta.
Yeah. Kazi ulioniagiza nimekamilisha. Kijana ni huyo hapa. Hongera sana kijana kwa ushindi mkubwa uliopata jana. Na mimi hapa ulivyokuja kwangu nitakuongezea. Nitakuinua kiuchumi kupitia kampuni lako kama wanangu. Na mimi nimekuamini sana kijana. Nataka niwekeze hisa kwenye kampuni yako katika 100%. Mimi nitachukua 25%, wewe utachukua 75%. Je, uko tayari? Hello? Asante mheshimiwa. Nashukuru sana jamani. Nashukuru sana maana hivi tunavyoongea hapa kama dakika 10 hivi jamani, kuna mteja ametokea hapa ila nimeshindwa kumsaidia kutokana na upungufu uliopo kwenye kampuni langu. Nashukuru jamani. Asante. Ya kweli bwana. Oje. Poa brother, vipi? Vipi? Oje. Dogo. Siku nyingine unavyoitwa, utakiwa unakuwa mchapo. Sawa? Shika ikadi naenda kanitolee. Brother, mimi siwezi kuchukua ikadi. Maana wewe ulisema mimi umri wangu bado mdogo. Wewe si ulimwamini Shimi? Kambe basi hiyo kazi Shimi. Mimi siwezi. Wewe utaacha lini hicho kiburi wewe dogo wewe? Sasa nitawekeje ndugu zangu wote kwenye kampuni jamani? Inawezekana kweli? Shoft. Naambia shogangu. Na ubuyu wa moto moto. Wacha wewe nipe wewe ubuyu shogangu. Siku na kaka cha hapo juu. Kanajiita Chivo. Kama nitongoza kananiambia kananitaka. Wacha wewe shogangu. Usiniambie. Lakini naogopa ndugu yangu, magonjwa mengi. Hapana shogangu bana, usiogope. Unajua nini? Kale kana pesa kale shogangu. Kanatumia pesa za kakake. Unanipamba tu kama naogopa. Hapana, sio kwamba nakupamba shogangu. Fanya kama nilivyokuambia shogangu. Basi sasa nitakujulisha. Okay, sawa. Haina shida. Kwa mzigo huu wa pesa naona tobo ili hapa nishatoboa. Sasa nimpelekee Jacob nikawe chini yake au nikawe boss kupitia hizi pesa? Chimino utakuwa mjinga sana. Hizi pesa za kwangu. Umaskini bai. Unajua Mirunji amekuwa tatizo kubwa katika maisha yangu. Hasa kama amekuwa tatizo kubwa kwenye maisha yako, kwa nini usiweze kuachana naye? Tuwezeje kuachana naye wakati yeye kwa sehemu kubwa yeye ndiye aliyeshikilia maisha yangu? Unasije kusema anamweza kichwa chako na wakati huo ameshikilia maisha yako. Tatizo ni kwamba tu hujui. Mirunji alivyokuja kwangu hakuja kama mtu mbaya. Alikuja kama ni mtu anayetaka kunisaidia. Lakini ghafla amebadilika. Anataka kuniendesha anavyojua yeye. Mpaka vitu vingine ananituma hata nafsi yangu inanifunga. Hakika nimechoka kufanya kazi.